Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema italipa kisasi kwa kushambulia kwa makombora mazito maeneo yote yenye viwanda, ikiwa ni pamoja na vile vya nyuklia pamoja na viwanda vingine vilivyopo huko nchini Israel. Iran imesema hii itakuwa ni gharama kubwa sana kwa Israel baada ya kushambulia maeneo yake muhimu. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye anasema Iran lazima itaigharamisha bei kubwa Israel kwa shambulio kwenye maeneo kadhaa muhimu ya miundombinu nchini humo. Abbas Araghchi anasema Israel iligonga viwanda viwili vikubwa vya chuma vya Iran, kinu cha nguvu za nyuklia na maeneo ya nyuklia ya kiraia kati ya miundombinu mingine. Araghchi pia alisema katika chapisho, maeneo yanayolengwa ni pamoja na kituo cha maji mazito cha Hondab, kiwanda cha uzalishaji cha Ardakan Yellow Cake na mitambo mikuu ya chuma huko Khuzestan na Mubarak. Israel ilidai ilichukua hatua kwa uratibu na mashambulizi ya Marekani inapopingana na muda ulipoongezwa na rais wa Marekani Donald Trump katika kile anachosema ni diplomasia, lakini Iran italipa bei nzito kwa uhalifu wa Israel. IAEA hata hivyo imesema mpaka sasa baada ya mashambulizi katika vinu vya nyuklia ndani ya Iran na hata vile vilivyopo huko Israel, hakuna ongezeko la viwango vya mionzi nje ya tovuti kufuatia mashambulizi hayo katika maeneo ya viwanda vya nyuklia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limesema hakuna mionzi ambayo inatoka katika viwanda hivyo. IAEA imefahamishwa na Iran kwamba kituo cha uzalishaji cha Yellow Cake na Shahid Rezai Nejad katika mkoa wa Yazdi, pia unajulikana kama Ardakan, kilishambuliwa leo. IAEA ilisema kupitia chapisho kwenye ukurasa wake wa X. Hakuna ongezeko la viwango vya mionzi ya nje iliyoripotiwa. IAEA pia inachunguza ripoti hiyo. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross anasisitiza wito wa kujizuia kijeshi ili kuepuka hatari yoyote ya ajali ya nyuklia, aliongeza. Iran imethibitisha shambulizi hilo kwenye kiwanda chake cha uchimbaji cha uranium huko Yazdi. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa limeshambulia kiwanda hicho cha uchimbaji madini ya uranium huko Yazdi katikati mwa Iran. Katika chapisho kwenye Telegram, jeshi la Israel limesema kuwa limegonga kiwanda kinachodaiwa kuwa uchimbaji wa uranium, ikilenga miundombinu mikuu inayotumika kwa mchakato wa kurutubisha uranium. Uranium iliyorutubishwa ni nyenzo muhimu inayotumiwa kuunda silaha za nyuklia, na hisa ya Iran imekuwa msingi wa migogoro inayoendelea na Marekani na Israel. Hata hivyo, mpango wa Israel ni kufikia malengo yao. Moja kati ya malengo ni kwamba lazima ihakikishie Iran isiwe na nyuklia. Kama tulivyoripoti hapo awali, shirika la nishati ya atomiki la Iran limesema shambulio kwenye mtambo huo hakukusababisha kuvuja kwa nyenzo zote za mionzi. Katika hatua nyingine, waziri huyo wa mambo ya kigeni akizungumza kupitia shirika la habari la Al Jazeera alisema kuwa amethibitisha katika simu yake na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov kwamba kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli za Marekani na Israel ni hatua halali kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Araghchi pia amesema upitishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz unafanywa kwa uratibu wa mamlaka husika ya Iran. Wakati wa mazungumzo ya simu, Araghchi pia alishutumu Marekani na Israel kwa kushambulia maeneo ya kiraia, shule, hospitali na maeneo ya kihistoria, akisema kuwa Iran itaendelea kujilinda yenyewe. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho Iran inasema lazima itaifanya Israel kupata hasara kubwa, ambapo italipa kisasi kwa kushambulia maeneo yote yenye miundombinu ya nyuklia, kadhalika kufanya mashambulizi katika viwanda vingine nchini Israel kama sehemu ya kulipa kisasi kutokana na mashambulizi waliofanya Israel katika siku ya jana. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.